zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii ya kutangaza rasmi Baraza la Mawaziri la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ni kwamba kama mnavyotambua, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar inataka chama au vyama vya upinzani ambavyo vimepata wajumbe kwenye baraza la wawakilishi tuwapatie nafasi katika baraza la mawaziri. Na kuna formula yake ni kwamba idadi ya vyama wanavyopata, idadi ya viti vya uwakilishi wanavyopata mara idadi ya wizara zilizopo ugawe kwa majimbo 50, ndio unapata idadi gani vyama vya upinzani wanatakiwa kupata. Sasa chama pekee kilichopata viti ni chama cha ACT Wazalendo, wamepata idadi ya viti 10. Ukizidisha hiyo kwa idadi ya wizara 20 nilizozitaja ni 200, ukigawa kwa majimbo 50 ni 4. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi 4. Nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana aidha wanaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la. Kama nilivyosema wakati wa ufunguzi wa baraza la wawakilishi, nilisema niko tayari kushirikiana nao kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha, ambayo ni kikatiba ni siku 90. Hili la pili. Labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi. Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya. Na ya 4 ni wizara ya utalii na mambo ya kale. Hizi 2 walikuwa nazo katika kipindi kilichopita. Biashara na maendeleo ya viwanda na afya nimeamua zibaki. Lakini nimeongeza 2, ofisi ya makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda. Lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii. Basi tuwe na goodwill, sekta kiongozi tuwape wao. Jambo la 3. Katika kipindi kilichopita kulikuwa kuna wizara au chini ya ofisi ya rais kulikuwa kuna wizara nyingi. Kulikuwa kuna ofisi ya rais Ikulu, kuna ofisi ya rais TAMISEMI, yani tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum. Lakini vile vile ilikuwepo ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, na vile vile kulikuwa kuna ofisi ya rais fedha na mipango. Katika awamu hii nimeamua kuziondoa 2 kati ya hizo zibaki nje ya ofisi ya rais na 2 zitaendelea kubaki chini ya ofisi ya rais. Itakayobaki chini ya ofisi ya rais ni ofisi ya rais Ikulu na ofisi ya rais tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za CMZ. Zitakazotoka na kuwa wizara peke yake independent ni wizara ya fedha na mipango na wizara ya kazi na uwekezaji. Baada ya maelezo haya, sasa nije kwenye uteuzi kama ifuatavyo. Ofisi ya rais Ikulu, waziri atakuwa Dr. Saada Mkuya Salum.
Pili, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya nne, Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita, Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba, Wizara ya Kazi na Uwekezaji, waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, waziri atakuwa Rahma Kasim Ali. Naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwinjuma. Ya tisa, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, waziri atakuwa Leila Muhammad Musa. Naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya kumi, Wizara ya Afya kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya 11, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha. Sasa hivi itaitwa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma. Naibu waziri atakuwa Ali Abdul Gulam Hussein. Ya 12, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, waziri atakuwa Suleiman Masud Makame. Naibu waziri atakuwa Dr. Salum Sud Hamid. Ya 13, Wizara ya Maji, Nishati na Madini, waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi. Naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pandu. Ya 14, Wizara ya Uchumi wa Bluu, waziri atakuwa Masudi Ali Mohamed. Naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. Ya 15, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, waziri atakuwa Dr. Khalid Salum Mohamed. Naibu waziri atakuwa Badria Atai Masud. Ya 16, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya 17 ni Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya 18, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, waziri atakuwa Atanas Paul. Naibu waziri atakuwa Zawadi Amur Nasor. Ya 19, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Soraga. Naibu waziri atakuwa Muhammad Sijamin Muhammad. Na ya 20, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, waziri atakuwa Shabani Ali Othman. Naibu waziri atakuwa Hassan Khamis Hafidh. Huo ndo mkeka. Tutapata nafasi zaidi ya kuzungumza wakati wa kuapisha. Kwa leo niishie hapa.